Pirika za wananchi kujiandaa na sikukuu ya Eid al-Fitr zinaendelea katika maeneo mbalimbali nchini. Visiwani Zanzibar, bei ya kitoweo cha nyama imeendelea kupaa, hali inayowafanya wananchi kushindwa kununua kitoweo hicho licha ya kuwepo sokoni kwa wingi. Wananchi wa chini wanakuwa hawawezi kununua hata nyama, maana yake itakuwa. Kwa hiyo inabidi tuiombe serikali washurutisha wapunguze bei ya nyama. Sikukuu ipo kila mwaka. Kwa hiyo wanapoona kuwa labda imekuwa leo sikukuu alafu wakazidisha bei, kiukweli wanakuwa hawatendei haki wa Tanzania lakini na wale wateja wao. Kwa sababu sikukuu moja lakini maisha yapo. Kwa hiyo inatukosti. Ujipange haswa, so ujipange vizuri, ujipange ndio ule nyama. Kama hujajipanga huwezi kula nyama. Baadhi ya wafanyabiashara wa nyama wanabadilisha sababu za kupaa kwa bei hiyo, huku naibu waziri wa kilimo, umwagiliaji, maliasili na mifugo, Dr. Salum Sudi Mohamed akaweka wazi mipango ya serikali kumaliza changamoto hiyo ambayo imekuwa ikijitokeza kila ifikapo kipindi cha Ramadhani na kuelekea sikukuu. Zamani tulikuwa sisi wenyewe wa Tanzania peke yetu ndio kununua ng'ombe. Sisi tunatoka Zanzibar tunakwenda bara kununua ng'ombe kuwaleta hapa. Kwa hivyo kule hakuna wanunuzi zaidi ya sisi. Lakini sasa hivi imekuwa Afrika nzima unayoiona hii wananunua nyama Tanzania bara. Kuna ng'ombe wengi sana, lakini unakuta sisi tunapata nyama tunanunua ghali na nyama tunauza ghali, na wengine wanashindwa hata kuila kutokana na hali ilivyo. Huu utaratibu wa kwenye mabucha pia nao tunahisi unawezekana ukaona changia bei kuja juu. Kwa sababu unapoanza tena kwenda kuchuna ukasema nyama naweka mbali, mfupa naweka mbali, na nyama na mfupa naweka mbali, hii pia wanahisi inawezekana ikawa inachangia ongezeko la bei. Kwa sababu wao kwa mfano kama hivyo wanaiuza kwenye 14, 13, 14. Lakini ukija buchani unaambiwa kuna huo nyama na mfupa pengine utauziwa kwenye ndio hiyo bei ya 13, 14, 15, lakini nyama safi unauziwa 17, 18 mpaka 20. Kwa hiyo kama wizara tumekusudia kuja kukaa sasa na wenzetu wanauza mabucha, kuona tunakuwa na utaratibu gani wa kuweza angalau basi ile bei iwe inashabihiana ama inakaribiana, na kwa kuna tofauti ndogo tu kati ya mtu anayonunua nyama pale kwa jumla na anaoenda kuiuza rejareja kwenye mabucha. Licha ya bei ya nyama kuonekana kupanda maradufu, lakini bidhaa nyingine bei zake zimeendelea kusalia kama kawaida. Kutoka Unguja, Mtumwa Saidi, Azam News.